Ya Wakenya kwake Rais William Ruto inazidi kushuka, huku utafiti wa shirika la TIFA ukionyesha kuwa asilimia 68 ya Wakenya hawana imani naye. Kwa mujibu wa utafiti huo, Wakenya pia wamekosa imani na taasisi muhimu za serikali zikiwemo idara ya polisi, bunge na hata tume ya IEBC. Zaidi ya thuluthi mbili ya Wakenya wana imani nchi inaelekea pabaya, huku gharama ya maisha ikizidi kupanda na hali ya uchumi ikiendelea kuwa ngumu. Willy Lusige amechambua utafiti huo na hii hapa taarifa yake. Utafiti mpya wa TIFA unaonyesha kuongezeka kwa mashaka ya wananchi nchini, ukibainisha kutoridhishwa kwa kina na uongozi na mwelekeo wa taifa kutokana na shinikizo la kiuchumi linaloendelea kushuhudiwa. Utafiti huo uliofanyika kati ya tarehe 2 na tarehe 11 mwezi Mei mwaka huu ulibaini kuwa asilimia 68 walisema wana imani finyu au wamekosa imani kabisa na Rais William Ruto, huku asilimia 29 pekee wakionyesha kumwamini rais. Utafiti huo pia unaonyesha kuwa Wakenya hawana imani na mihimili muhimu ya serikali na taasisi za umma. Bunge ndio taasisi isiyoaminika zaidi, ambapo asilimia 72 ya Wakenya wanasema hawana imani kabisa. Idara ya polisi ni ya pili ikifuata kwa asilimia 69. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC na idara ya mahakama pia zina upungufu mkubwa wa kuaminika na Wakenya, jambo linaloashiria changamoto zinazoendelea katika utawala, uongozi na usimamizi wa uchaguzi. Kutoridhika kwa umma pia kunaonekana katika mtazamo kuhusu mwelekeo wa nchi. Asilimia 74 ya waliohojiwa wanasema Kenya inaelekea pabaya ikilinganishwa na asilimia 14 wanaoamini nchi iko kwenye njia sawa. Matokeo haya yanaonyesha kushuka kwa imani kwa muda mrefu, huku mitazamo mibaya dhidi ya serikali ikiongezeka katika miaka mitatu iliyopita kuanzia mwaka 2023 na kufikia kiwango cha juu zaidi mwaka 2026. Kuhusu hali ya uchumi kwa mwananchi wa kawaida, asilimia 64 ya Wakenya wanasema hali ya familia zao ni mbaya zaidi leo kuliko ilivyokuwa mwaka 2022 wakati Rais William Ruto alipoingia madarakani, huku asilimia 19 wakisema hali imeimarika. Changamoto za kiuchumi ndizo zinazoongoza maoni ya kitaifa. Asilimia 47 walitaja mfumuko wa bei, kupanda kwa bei ya mafuta na ushuru wa juu kama sababu kuu za changamoto za kiuchumi zinazowakumba Wakenya. Kwa pamoja, Wakenya 7 kati ya 10 wanaona changamoto za kiuchumi kama tatizo kuu la taifa. Utafiti huo pia unaonyesha kuwa shinikizo la kiuchumi, mivutano ya kisiasa na ongezeko la madai ya kutowajibika yanaendelea kudhoofisha imani ya umma, hali inayotoa changamoto kubwa kwa taasisi za utawala kuelekea mbele.